أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خير ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه خير الإنس والجان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله, katika jalsa yetu ya leo tutamzungumzia mmoja katika wanazuoni wakubwa wa ilmu ya hadith na fiqhi katika nchi yetu ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Taban, tulieleza katika vikao vilivyopita ya kwamba kwa kadri tutavyokuwa tunapata wasaa, tutakuwa tukieleza ulamai wetu wa Sharqi Afrika waliotangulia na ambao kwamba tuko nao hai, lakini tutawatilia umuhimu sana kuwazungumzia pia wale ambao kwamba wako hai ili watu wapate kunufaika nao kabla hawajafa. Lilasafi shadidi, kwa masikitiko, sisi mara nyingi huwa tunazungumza ulama baada ya kuwa washakufa. Kumbe inavyotekana tuwazungumze awalan wakiwa hai ili watu waweze kunufaika nao, waweze kunufaika na ilmu zao, waweze kunufaika na vitabu vao. Kwa sababu mara nyingine anaweza kufa ali, mathalan hapa anaweza kuwa kuna mwanachuoni tuko naye lakini hakuna mtu anayemtambua, au wanaomtambua ni wachache, talabatul ilmi wengi hawamtambui. Siku hiyo anakufa, akielezwa vile ndo watu wanashtuka, kumbe tulikuwa tuna mwanachuoni. Mathalan tulikuwa tuna mwanachuoni yule Sheikh Ahmad Haidar mwenye Mvua, alikuwa imam mkuu wa msikiti wa Mwenye Khairi kule Posta. Yule alikuwa ni mwanachuoni mkubwa kweli kweli, lakini lilasaf, kwa masikitiko, watu waliokuwa wanamtambua ni watu wachache sana. Aktharia watu walikuwa hamjui. Siku hiyo amekufa mwanachuoni mkubwa, watu ndio watangaza amekufa mwanachuoni mkubwa Sheikh Ahmad Haidar kadha kadha, huyu alikuwa ni hivi, huyu alikuwa ni hivi. Basi watu ndio washtuka, wasema la, sisi tulikuwa hatujui kabisa kwamba kuna mwanachuoni anaitwa Sheikh Ahmad Haidar. Muona matatizo haya. Kwa hivyo vikao kama hivi vina lengo la kuwatanabahisha watu wazindukane, waweze kutambua ulamai wao na wanazuoni wao ili waweze kunufaika nao wakiwa hai na hata baada ya kufa. Leo tutamzungumzia mwanachuoni mkubwa kweli kweli, na kwa ninavyofahamu simjui mwanachuoni yoyote ambaye kwamba alobobea katika ulumi za hadithi kama yeye nitakayemzungumza. La arif, mimi ninavyojua sijui mwanachuoni alobobea katika ulumi za hadithi riwayatan wa diraya kama huyu mwanachuoni ambaye kwamba nitakayemzungumza. Mwanachuoni mwenyewe ni Sayyid Abdul Qadir ibn Abdul Wahid ibn Sheikh Abi Bakr bin Salim, au alu Sheikh Abi Bakr bin Salim. Sayyid Abdul Qadir nafikiri watu wengi wanaweza kuwa wanamtambua, na inawezekana pia kuna asilimia kubwa ya watu ambao kwamba hawamtambui. Baadhi yao wanamjua kwa makala zake nyingi ambazo kwamba huwa zinatumwa katika mitandao ya kijamii na katika magrupu na kumbi mbalimbali za Kiislamu. Huwa makala yake huwa yanatumwa sana, hasa makala za kusherehesha hadithi na makala za kujibu maswali mbalimbali ya kifiqhi, na masha Allah ni hodari kweli kweli ukujibu maswali kidalili na kiuchambuzi wa hali ya juu. Tutaeleza
historia yake kiufupi, alafu kisha tutakuja kutia taaliq. Sayyid Abdul Qadir baba yake ni Abdul Wahid bin Muhammad alu Sheikh Abi Bakar bin Salim, yani ni katika ukoo wa Sheikh Sayyid Sharif Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, maarufu kama sahibu Ainat. Huyo alikuwa ni mwanachuoni mkubwa kule Hadhramaut, Yemen, na walillahi alhamdu wal minna, kizazi chake na ukoo wake umetapakaa dunia nzima. Yemen kule wamejaa, kienda Makka wamejaa, kienda Oman wamejaa, kienda Indonesia wamejaa, ukienda Malaysia wamejaa, ukienda Misri wamejaa. Ukija huku ukanda wetu Afrika Mashariki ndio hadith wala haraj. Ukianzia Komoro wapo wa kutosha, ukija Somalia wapo wa kutosha, ukija Kenya wapo wa kutosha, ukija hapa kwetu Tanzania hadith wala haraj. Na ukoo wake uliingia huku kwetu Afrika Mashariki mapema sana, na kuna makoo mingi ambao kwamba yaloko huku kwetu Afrika Mashariki ambao kwamba yanatokana na Sheikh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, na takriban ulamai wingi ambao kwamba ni masharifu huku kwetu waliofanya kazi kubwa ya kueneza da'wa na ilmu na Uislamu wanatokana na mwanachuoni huyu Sheikh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud sahibu Ainat. Na hata yeye mwenyewe Sayyid Abdul Qadir ana kitabu chake hiki hapa kinaitwa Al-Manba'ul Basim. Al-Manba'ul Basim dhurriyatu Sheikh Abi Bakar bin Salim. Naam, hiki ni kitabu chake Al-Manba'ul Basim dhurriyatu Sheikh Abi Bakar bin Salim khasa fi Sharq Afrika, kizazi cha Sheikh Abi Bakar bin Salim Afrika Mashariki. Amezungumzia kwa upana sana makao yao na familia yao. Kisoma kitabu hiki utapata kumwelewa. Kwa hivyo bwana mkubwa huyu anatokana na koo la Sheikh Abu Bakar bin Salim sahibu Ainat Fakhrul Wujud. Alizaliwa mwaka alizaliwa siku ya Alhamis tarehe 28 Jumada Thani mwaka 1363 Hijria, sawa na tarehe 20 Juni 1944. Alizaliwa huko visiwani Zanzibar. Alizaliwa na wazazi wawili ambao kwamba walioshika dini kisawasawa, watu ambao kwamba walikuwa ni wacha Mungu, hasa babake mzazi ambaye kwamba na ami zake ambao kwamba walimtilia ihtimamu kubwa ya kumlea katika malezi ya kidini. Na ilipofika mwanzoni mwa mwaka 1951 babake alimuingiza rasmi chuo ambacho kwamba kilikuwa ni maarufu kule Zanzibar, chuo cha msikiti Baraza, ambao kwamba taban hapo walikuwa wakisomesha ulama wingi katika ulama wa Zanzibar. Kirejelea katika kitabu baadhi ya wanazuoni wa mashariki ya Afrika cha Sheikh Abdullah Al-Farsi, utaona ulama na mashekha ambao kwamba walikuwa wakisomesha katika msikiti Baraza. Kwa hivyo alijiunga na chuo hicho ambacho kwamba kilikuwa chini ya uongozi wa Maalim Himidi Haj Abdullah na Maalim Abdullah Al-Baghawi maarufu Abdullah Muadhini na Maalim Sayyid Hamad Jamalul Layl, ambao alisoma kwao kwa muda wa miaka 7 mfululizo na kuhitimu Qur'ani mara 7 pamoja na kusomeshwa hukumu za tajwidi katika chuo cha msikiti Baraza. Na pia hapa tuwakumbusha kwamba hii misikiti zamani
ilikuwa ikitekeleza risala ile ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitekeleza katika msikiti. Si kama sasa hivi kwamba watu waingia msikitini waswali, watu wakimaliza kuswali msikiti ufungwa. La, msikiti ni chuo, msikiti ni madrasa, msikiti ni durus. Na mwaka 1958 hadi 1963 alijiunga na chuo maarufu cha Al-Mahadul Islami. Mahadul Islami ambao kwamba ilikuwa Zanzibar, na kuhitimu kwa shahada ya chuo hicho kwa daraja ya mumtaz. Na Al-Mahadul Islami taban tujua ulama wingi wa Zanzibar, mashekhe wingi walitoka pale na walikuwa wakisomesha ulama wingi pale. Miongoni mwao ni kama sikosei ni Sheikh Suleiman Al-Alawi, Sheikh Abdullah Al-Farsi nafikiri kashaye kuwa mkubwa wa kile chuo pia, Sheikh Burhan Mukalla mwenye Alfiya Al-Wadhiha katika walimu ambao kwamba walikuwa wakisomesha katika chuo kile. Kwa hivyo ukitajiwa tu wale walimu ambao kwamba walikuwa wakisomesha katika Al-Mahadul Islami, utaelewa kwamba ni chuo ambacho kwamba kilikuwa cha namna gani, na wanafunzi ambao kwamba walikuwa wakitoka katika chuo hicho walikuwa ni wanafunzi wa namna gani. Mwaka 1963 alisafiri kwenda kusoma kwa Sayyid Abdul Qadir Al-Junaid. Sayyid Abdul Qadir Al-Junaid, Sayyid Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Junaid ambaye kwamba alikuwa ni mwanachuoni mkubwa hapa Dar es Salaam na Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla, na alikuwa ndio msimamizi mkubwa wa msikiti ule wa Kitumbini, imamu mkuu, na aliasisi madrasa yake ilikuwa kiitwa Madrasatul Junaid kule Kariakoo fi maadhkur. Kwa hivyo Sayyid Abdul Qadir Al-Junaid alienda alimchukua Sayyid Abdul Qadir Al-Sheikh, akawa ni kama mtoto wake, wa kumzaa, na akawa anaishi naye. Na Sayyid Abdul Qadir alisoma kwa Sayyid Junaid, Abdul Qadir Junaid, Mukhtasar Sahih al-Bukhari na vitabu vingine kama fiqhi, vitabu vya tafsiri, hadithi, na akamfanya kuwa msaidizi wake mkuu kwenye chuo chake alichokiita Madrasatul Junaid. Na ala fikra walikuwa na alaka kubwa, na hata mara moja nilipomtembelea Sayyid Abdul Qadir alinieleza kwamba alipokuwa akisoma kwa Sharif Junaidi, mwaka ule ambao kwamba Sharif Junaidi ambao kwamba alisafiri kwenda Hadhramaut, yeye ndo alishika nafasi yake ya uimamu mkuu wa msikiti ule Kitumbini, na zile durus za Sharif Junaidi akawa yeye Sharif Abdul Qadir ndo anaziendesha. Ilikuwa na darsa akaniambia baada ya Isha, ilikuwa ya kufanya sardi Sahih Bukhari, yani kusoma kwa mtiririko wa Bukhari, akawa anaiendesha yeye, alikuwa akiwasomesha baadhi ya wazee wa Kiarabu. Na wakati huo anasema ndipo alipokuja mjumbe wa chuo kikuu cha Madina, Al-Jamiatul Islamia Madina, wakati kilipofunguliwa tu mwanzo. Alikuja mjumbe wa chuo hicho ambaye kwamba alikuwa ni Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, fima adhkur al-Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Alikuwa ni mjumbe wa chuo kikuu hichi ambaye kwamba alitumwa katika miji ya Afrika hii kwa ajili ya kuwapa scholarship, minha, vijana waende wakajiunge na chuo hicho. Kwa hivyo alipokuja pale msikitini alimkuta yeye, akaongea naye, akampa ile minha na akampa amana ya fedha kwa maelezo yake Said kiniambia. Lakini aliniambia kwamba babake mzazi alimwambia, una ruhusa ya kwenda kusoma pahali popote utakapo ulimwenguni, lakini kwa masharti, lazima kwanza uende Hadhramaut ukasome kule kwa ulamai wa Hadhramaut, ukasome kwa ammi zako kule Hadhramaut. Ukimaliza kusoma kwa ammi zako Hadhramaut, unaweza kusoma sehemu yote utakapo. Kwa hivyo akamwambia pia Abubakar Jabir Al-Jazairi, mimi sina pingamizi ya kuja kusoma chuo hicho, lakini kuna sharti hili amenipa babangu. Kwa hivyo nitakuja, lakini baada ya kwenda wapi? Ya kwenda Hadhramaut.
Basi wakakubaliana, akamwambia muda wote utakapokuwa tayari unaweza kuja. Kwa hivyo ilipofika mwaka 1964 alisafiri kwenda Hadhramaut na kujiunga na chuo maarufu, chuo kikongwe cha Hadhramaut ambacho kwamba kinafahamika kama Ribat Tarim. Alisoma huko Ribat Tarim hadi mwishoni mwa mwaka 1967, na huko alisoma kwa ulamai wingi. Miongoni mwa ulama aliyosoma ni Al-Habib As-Sayyid Al-Arif Billah Al-Allama Alawi ibn Abdullah bin Shihab, Al-Habib Al-Allama Muhammad bin Alawi bin Shihab, pia na Al-Habib Al-Murabbi Al-Kabir Al-Habib Hasan bin Murabbi Al-Kabir Al-Habib Abdullah Al-Shatiri, pia na Al-Habib Al-Allama Al-Shahid Muhammad bin Salim bin Hafidh. Alisoma pia kwa mwanachuoni huyo Muhammad bin Salim bin Hafidh mwenye babake mzazi Sheikh Omar bin Hafidh, dai mkubwa mkuu wa chuo cha Darul Mustafa kule Tarim. Babake mzazi huyu Muhammad bin Salim bin Hafidh kwamba ameandika vitabu vingi kama Tadhkira ile Mirath, ameandika Al-Miftah al-Bab Nikah na vitabu vingine. Na Sayyid Abdul Qadir anaambia wakati anasoma kwa babake Al-Habib Omar bin Hafidh, Sayyid Muhammad bin Salim, wakati wa Al-Habib Omar ni kitoto kidogo, anaambia ilikuwa ni kitoto kidogo cha tambaa bado. Naam. Pia na Al-Habib alisoma kwake, pia alisoma kwa Al-Habib Umar Al-Kafi, akasoma kwa Al-Habib Abdul Qadir bin Kharda, alisoma kwa Al-Allama Fadl bin Abdurrahman ba Fadl ambaye kwamba huyo alikuwa wakati ni mufti wa Tarim, na wengineo katika wanazuoni wakubwa wa Tarim. Kwa hivyo baada ya kuhitimu huko Tarim kwa ulamai hao ambao kwamba alitoka kwao mwaka 1967, ndipo akaenda kujiunga na chuo kikuu cha Al-Jamiatul Islamia Madina, na akahitimu katika chuo kikuu cha Madina mwaka 1971 akiwa na degree ya sharia, al-lisans fi sharia, bachelor degree ya sharia. Baada ya kuhitimu chuo kikuu cha Madina, na taban hapo ilitokea mambo mingi ambapo kwamba haya mambo alinielezea mwenyewe Sayyid Abdul Qadir, sababu lillahi alhamdu wal minna tuna alaka kubwa na mafungamano makubwa ya miaka mingi na mwanachuoni huyu, na taban nitaeleza huko mbele baada ya haya nitakaeleza kuhusu story yake. Siku moja nilipomtembelea alinieleza baadhi ya mambo ambayo kwamba yalitokea wakati anasoma katika chuo kikuu cha Madina. Aliniambia wakati huo akiwa anasoma katika chuo kikuu cha Madina, mkuu wa chuo alikuwa ni Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Abdul Aziz bin Baz, ambaye baada yake alikuja akawa ni mufti wa Saudia. Wakati huo mkuu wa chuo ni Ibn Baz, lakini katika walimu ambao kwamba walikuwa wakisomesha pale katika Al-Jamiatul Islamia Madina ni Sheikh Albani Al-Mutanaqidh maarufu. Katika walimu ambao kwamba walikuwa wanasomesha pale ni Mzee Albani. Akanambia katika sifa ambazo kwamba alizokuwa nazo Albani, na haya maelezo amenipa mwenyewe, huyu ni Sayyid Abdul Qadir ambaye kwamba alisoma pia kwa Albani wakati huo. Sikiliza haya maelezo. Akanambia katika sifa za Sheikh Albani, kwanza alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni mutaassib sana rai zake. Yani akishasema kitu bas, full stop. Hataki rai nyingine, wala hataki maneno yake yajadiliwe wala yafanyiwe niqash. Yani maneno yake akiyafanya kama ni Qur'an. Asema mtu ilikuwa akimpinga darasani atamshambulia kwa maneno makali kweli kweli, atamtukana, atamkejeli, atamaliza maneno yote. Yani alikuwa kana rajulan faddan
ghalidha lisan. Sasa yeye ni Mwahabi, Sayyid Abdul Qadir ni mtariqa, ni msufi, na ameenda chuo kikuu cha Madina. Hakwenda debe tupu kama mwenyewe alivyokuwa akinieleza. Hakwenda debe tupu kama baadhi ya vijana ambao kwamba waliotoka huku wakiwa madebe matupu, wakaenda kule wakabebeshwa maitikadi yasiyofaa. La, alienda Sayyid kule akiwa ni mwanachuoni, akiwa ni msomi tayari, kashasoma kwa ulamai wazito ambao kwamba tuliowataja, kina Sayyid Abdul Qadir na wengine, kina Sayyid Abdul Qadir al-Junaidi na wengine wa Zanzibar. Kwa hivyo ameenda kule, ni mtu tayari ajitambua. Idhan Albani alipokuwa akijaribu kueleza itikadi zake katika mihadhara yake, Saidi alikuwa akimpinga. Asema ikawa kila siku ni ugomvi na Albani. Ikawa kila siku Albani apeleka kesi kwa nani? Kwa mkuu wa chuo ambao kwamba ni Ibn Baz. Kanaambia Sayyid Abdul Qadir, Ibn Baz katika tabia zake alikuwa ni mtu mrahim sana, alikuwa ni mpole wa tabia, yani ni mtu mlaini, hana shida. Zile kesi zilivyokuwa zikienda kila siku, akamuita Sayyid Abdul Qadir, akamwambia una khiari, ukitaka unaweza kuingia katika mihadhara ya Albani, ukitotaka unaruhusa usiingie. Kwa hivyo sema mara nyingi mihadhara yake ikawa hauingii kwa sababu ilikuwa ni mizozo tu na Albani. Na tufahamu pia kuna kisa kimoja sijakitaja, ya kwamba Sayyid Abdul Qadir baada ya kumaliza Tarim na kwenda Makka, alienda akafanya umra fi maadhkur, kisha akaja Madina kwa ajili ya kujiunga na chuo. Alipokuja pale, bwana Abubakar Jabir al-Jazairi, Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi akamkataa. Kaambia, bwana ulikuja Dar es Salaam wewe mwaka fulani tukaongea, ukanipa minha hii, ukaniambia muda wote utakapokuwa tayari unaweza kuja ukajiunga na chuo. Akamwambia la, nafasi zako zimeisha. Kwa sababu Sayyid Abdul Qadir wakati alipokuwa ameenda kusoma Madina, alienda kwa pasipoti ya Hadhramaut. Safima adhkur alipotoka huku, ima alikuwa hakupata pasipoti, ninavyokumbuka hakuwa na pasipoti, ama pasipoti yake ilipotea, kitu kama hicho. Lakini alipotoka Hadhramaut kwenda Madina alikuwa na pasipoti ya Hadhramaut. Kwa hivyo alipoenda akamuelezea ule mkasa ilivyokuwa, bwana Abubakar Jabir al-Jazairi akamwambia la, nafasi za watu wa Yemen zimeisha, nafasi zobaki na watu wa Afrika na huna pasipoti ya Afrika. Kwa hivyo akamkataa. Alipomkataa, Sayyid Abdul Qadir akaandika barua rasmi kumwandikia King Faisal, al-Malik Faisal. King Faisal ambaye kwamba alikuwa wakati huo ndo mfalme wa Saudia. Akamwandikia King Faisal barua. Baada ya King Faisal kupokea barua ya Sayyid Abdul Qadir, akamjibu na akamwandikia mkuu wa chuo ambaye kwamba ni Ibn Baz, ya kwamba huyu kijana achukuliwe chuo, akubaliwe haraka sana iwezekanavyo, na atasoma kwa scholarship, kwa minha ya King Faisal. Kwa hivyo akasema, baada ya hapo asema alikuwa yuko Madina tu kule akihudhuria durusi za msikitini na nini. Abubakar Jabir al-Jazairi wazimu kampanda saa kumtafuta yuko wapi, akienda huku akienda kule akihangaika kumtafuta Sayyid Abdul Qadir, mpaka alipompata akaja chuoni, ikawa anasoma kwa minha ya King Faisal, na akapewa room maalum peke yake anaishi. Wengine walikuwa kiishi toba kama inafahamika vioni na kuwa waishi watu wawili watatu kama hivyo, lakini akawa anaishi peke yake mpaka alipomaliza Madina. Kwa hivyo akasoma pale. Hicho ni kisa mtu kama alisema toba lazima nikieleze kisa chake yeye na Albani na Ibn Baz. Na hata akaniambia wakati pia anasoma pale chuo kikuu cha Madina, alikuja Sheikh Abdullah Al-Farsi kuja kumtembelea. Wakaenda mpaka katika ofisi ya Ibn Baz, wakaongea pamoja, akamwarifisha Ibn Baz kwamba huyu ni Sheikh Abdullah Al-Farsi, mwanachuoni mkubwa kule Afrika, ni mwalimu wangu kadha wa kadha wama ila dhalik. Kwa hivyo alipomaliza chuo kikuu cha Madina, akaenda kujiunga mwishoni mwa mwaka 1977 akajiunga na London University, chuo kikuu cha London University.
Hapo alisoma kuanzia mwaka huo 1970 afwan alijiunga hapo, ilikuwa ni mwaka 1967, mwishoni mwa 67, sio 77, nimekosea. Alijiunga na London University mwishoni mwa mwaka 1967 mpaka 71, akahitimu katika chuo kikuu cha London University. Baada ya hapo, baada ya kuhitimu katika chuo hicho, akapata bahati ya kuwa mwalimu wa hadithi na sheria katika chuo hicho, na akafundisha kwa muda mrefu sana, kwa sababu alisoma katika London University mpaka akapata shahada ya PhD, ambayo kwamba ni shahada ya uzamivu katika elimu. Ilikuwa ni shahada ya uzamivu katika sheria. Akasomesha hapo katika chuo hicho cha London University, lakini pia ashaikuwa mhadhiri, profesa katika chuo kikuu cha Manchester. Chuo kikuu cha Manchester pia alipata kwenda kule kama mwalimu wa kuazimwa kutoka London University. Alhasil, hayo ni katika mambo ambayo kwamba yanahusiana na elimu zake na namna ambavyo kwamba alivyotafuta ilmu na kazi alizozifanya. Kazi ya kwanza ni hiyo ya kiualimu, ni hiyo kufundisha London University, ambapo kwamba alipomaliza hapo, baada ya kufundisha kwa miaka kadhaa hapo katika chuo hicho, ilipofikia mwaka 1990 aliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo kuwa balozi katika mataifa ya Ghuba pamoja na Pakistan, kuanzia mwaka 1990 mpaka 95. Na 95 mpaka 2001 alikuwa balozi wa Tanzania Uingereza na Jamhuri ya Ireland, na mwaka 2000 mpaka 2005 alikuwa ni mbunge wa kuteuliwa na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa mataifa, na mwaka 2005 aliomba kustaafu kwa khiari, na baada ya hapo aliweka nafsi yake kuwa ni wakfu kwa ajili ya kutumikia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fiqh ya Uislamu. Kaiweka wakfu nafsi yake kwa ajili ya mambo hayo, mpaka sasa hivi anaendelea katika kazi hiyo. Na hapa ala fikra kuingia yeye katika mambo haya, kuwa balozi, kuwa mbunge kuteuliwa, kuwa naibu waziri, hakuomba, bali ni watawala wenyewe ndio ambao kwamba waliomuomba Said na kumrai. Na mwanzo alipoambiwa alikataa, lakini wakamuomba, wakamrai, na yeye Said kwa nafsi pana, kwa ajili ya kuangalia maslahi mapana ya taifa letu na nchi yetu hii pendwa, akakubali ombi hilo na akatumikia katika nyadhifa hizo na katika vyeo hivyo alivyotumikia kwa uadilifu mkubwa sana. Mpaka hiyo 2005 walikuwa bado wanataka aendelee kutumikia, lakini akaomba kustaafu kwa khiari, na baada ya hapo ameiweka nafsi yake wakfu kuanzia 2005 mpaka sasa hivi. Kazi yake ni kusomesha, ni kujibu maswali ya watu ya kisheria, ni kuandika vitabu. Ana wanafunzi zaidi ya 50,000 katika dunia nzima. Hao ni takdiri kiasi ndogo tu, lakini ana maelfu ya wanafunzi ulimwenguni ambao kwamba wanasomesha kwa njia ya mtandao.
Hii ni historia chache, wa ila ukirejelea katika kitabu hiki Al-Manba'ul Basim, katika kitabu hiki cha Al-Manba'ul Basim katika ukurasa wa 105 ameelezea historia yake kiasi. Anga haya mengine ambayo kwamba aloeleza hayajaandikwa kwenye kitabu chochote katika vitabu vilivyoandika historia yake, isipokuwa ni mambo ambayo kwamba aliyechukua mubasharatan kutoka kwake. Na hata haya niloeleza hapa pia aliyechukua mubasharatan kutoka kwake. Sayyid Abdul Qadir, namshukuru Mwenyezi Mungu na alaka naye kwa miaka mingi. Alinipenda, ananipenda, nikampenda, nampenda lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na walillahi alhamdu wal minna, katika neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu asema amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo kwamba namshukuru na najifakhiri nazo ni kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameniruzuku kupendwa na ulama, na ameniruzuku pia kuwapenda ulama na watu wema na masharifu na ahlul bait, na wapenda wananipenda, na nimefungamana nao mafungamano ya kiroho na kimwili, mafungamano ya kielimu na kimaarifa, si mafungamano ya kidarweshi na kishawishi na kishabiki. La, sina mafungamano na mtu mie kishabiki. Mafungamano yangu mimi na ulamai hawa na ahlul bait hawa ni mafungamano ya kiroho, ni mafungamano ya kielimu na kimaarifa, na hakuna mafungamano makubwa kama hayo. Kwa hivyo nimefungamana naye huyu bwana kwa miaka mingi, na kashai kunialika nyumbani kwake mara kadhaa, nyumbani kwake Msasani mara kadhaa alinialika na nikahudhuria, nikakaa naye, nikastafidi naye mambo mingi. Lakini katika vitu ambavyo kwamba alivyostafidi naye ni vitabu vyake ambavyo kwamba mara nyingi nilipokuwa nikienda kumtembelea akinipatia kama zawadi. Na hapa sasa ndipo nitakapoingia kueleza baadhi ya vitabu vyake alivyoviandika. Ni baadhi tu toba, tena baadhi chache. Katika vitabu nilivyofanikiwa kuvikusanya hapa maktabani kwangu, katika vitabu, baadhi ya vitabu alivyonipa kama zawadi, ndivyo ambavyo kwamba nitafungua navyo mlango huu kueleza vitabu vyake. Ni kitabu hiki cha kwanza Al-Manba'ul Basim, Dhurriyatu Sheikh Abi Bakr bin Salim, khasa fi Sharq Afrika. Hiki ni katika vitabu vyake. Lakini katika vitabu vyake ni hiki kitabu kinaitwa Wasiyat ibn Smith lil'arif billah al-allama Ahmad bin Abi Bakr bin Smith. Huyu pia ni katika dhurriya Sheikh ila Wasiyatu ibn Smith lil'arif billah al-allama Ahmad bin Abi Bakr bin Smith ila al-allama fadilati Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Salim Bakathir rahimahumullah ta'ala. Huu ni wasia wal habib Ahmad bin Smith ambao kwamba alimwandikia Sheikh Abdullah Bakathir. Ameufasiri kwa Kiswahili na akautilia sherehe na taaliq Sayyid Abdul Qadir bin Abdul Wahid ali Sheikh Abubakar bin Salim. Hiki ni katika vitabu vyake, kitabu cha pili hiki. Kitabu cha tatu ni kitabu hiki hapa, kinaitwa Ithaful Barara. Ithaful Barara liadai manasiki alhaji wal umra. Pia ni katika vitabu vya Sayyid Abdul Qadir, ambacho kwamba ni kitabu ameeleza kwa upana kabisa masuala ya fiqhi ya hija na umra. Kitabu takriban kina zaidi ya kurasa 417, takriban 400 kurasa 17, hija na umra. Lakini katika vitabu vyake alivyovichunga ni hii kitabu kinachoitwa Al-Idahu fi Ahkami Nikahi ala Dhawi al-Kitabi wa Sunna, ubainifu wa hukumu za ndoa kwa mujibu wa kitabu na sunna. Hiki nacho ni kitabu chake cha fiqh nikah, ambacho kwamba kina kurasa 228 takriban hiki hapa. Lakini katika kazi alizozifanya kubwa ni kukitafsiri kitabu cha Riyadhus Salihin. Alikifasiri mwanzo tarjama tu kama tarjama na maelezo mafupi. Hii hapa Riyadhus Salihin aliyoita kitabu cha waja wema, maneno ya mwokozi wa umma. Hiki hapa. Kisha baada ya hapo hii Riyadhus Salihin, kabla tujahama,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namna hii. Akaja akaisherehesha tena, masha Allah, Allah amjaze kheri. Amekuwa mara nyingi vitabu vyake anajaribu kuvisherehesha kwa lugha ya Kiswahili ili waweze kustafidi na vitabu hivyo jamii kubwa zaidi na watu wengi zaidi ambao kwamba wanaoelewa Kiarabu na wasioelewa Kiarabu katika watu ambao kwamba wanaozungumza Kiswahili. Akaisherehesha Riyadhus Salihin kwa Kiswahili. Allahu Akbar. Sio tarjama, kwa Kiswahili. Sasa sherehe ambao kwamba anaileta hadithi, alafu anailetea tafsiri yake, tarjama yake yani, kisha anaitolea ufafanuzi, kisha anaweka mlango mwingine yaliyomo na yatokanayo, yani faida zilizomo na zinazotokana na hadithi hiyo. Kwa hivyo anaitafsiri, anaitolea ufafanuzi, kisha anaeleza yaliyomo na yatokanayo na hadithi. Ni tafsiri na kusherehesha kiufundi kabisa. Kitabu hiki hapa Riyadhus Salihin ambacho kwamba kina mujalladi 2. Allahu Akbar. Angalia, mujalladi 2 kubwa. Hizo zote katika hadia, katika zawadi alizonipa Sayyid Abdul Qadir Sheikh Abubakr bin Salim. Allah yajzie khair wallah. Sheikh wangu huyu nampenda sana. Na ni mwalimu wangu tawan, katika walimu wangu. Mujalladi wa kwanza. Mujalladi wa kwanza una kurasa, angalia utashangaa Sheikh. Mujalladi wa kwanza una kurasa 1233. A4 1233. Mujalladi la kwanza ile. Umeona? Kimpiga nalo mtoto kichwani na kufa ile. Mujalladi wa pili una kurasa 1098. Kwa hivyo jumla kitabu hiki mujalladi wa kwanza na wa pili kina zaidi ya kurasa 2000. A4. Kwa sisi ambao kwamba ni waandishi, yani mtu ukitajiwa hizi namba unaweza kuona kitu cha kawaida tu, lakini kwa sisi ambao kwamba ni waandishi, tunaojua dhiki na taabu za uandishi, tunaelewa nini maana ya mtu kuandika zaidi ya kurasa 2000 kusherehesha Riyadhus Salihin. Lakini katika vitabu vyake pia ni hiki hapa kinaitwa Al-Inara fi Ahkami at-Tahara ala Daw'i al-Kitabi wa Sunna. Hiki hapa. Lakini pia amesherehesha Bulughul Maram. Amesherehesha Bulughul Maram, ambapo kwamba sasa hivi amefikisha takriban nafikiri zaidi ya mujalladi juzuu 7 katika kusherehesha Bulughul Maram. Hapa ni mujalladi wa pili, hapa ni mujalladi wa 4, hapa mujalladi wa 3, hizo zote na zingine ni sherehe za Bulughul Marami kwa Kiswahili. Anaeleza tafsiri, alafu baada ya hapo anaeleza yaliyomo, anaeleza ufafanuzi, kisha anaeleza yaliyomo na yatakanayo. Sayyid Abdul Qadir Sheikh Abubakr bin Salim. Kwa hivyo ninaposema kwamba huyu ni mwanachuoni mkubwa zaidi katika ulumi za hadithi na fiqhul hadithi na sheria katika nchi ya Tanzania, na bado yuko hai Afrika Mashariki na Kati, na maanisha ona mzigo huu. Na hivi ni baadhi tu ya vitabu vyake. Umeona kazi ilivyokuwa kubwa. Hivi ni baadhi tu ya vitabu vyake. Mambo hayo. Hiyo ndo Afrika Mashariki. Na hao ndio mashekhe wa kitwarika. Na hao ndio mashekhe wa kisufi. Alafu kinakuja kipaka kimoja ambacho kwamba hakina asili wala hakina fasulu. Masufi hawa, sisi ndo watu wa sunna kadha. Unajua mashekhe wa kisufi walivyokuwa bobovi katika hizi watu. Hatutaki kusema tu, hatutaki kusema tu, na haimaanishi usiposema kwamba hatuwezi kusema. Hapana, tukiamua kusema shekhe watanyamaza, watatafuta sehemu ya kujificha. Tukiamua kusema watatafuta vichochoro vya kujificha. Wewe unapata ujasiri gani kuja kumshambulia mtu ambaye kwamba aloitumikia sunna namna hii?
Kuanzia 2005 ameiweka nafsi yake wakfu, hashughuliki na chochote isipokuwa ni kuitumikia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alafu anatokea kijipaka kimoja, sisi ndo watu wa sunna. Sisi Sheikh, mtu wa sunna hujaitumikia hata Riyadhus Salihina, hujaitumikia hata al-40 Nawawiyya. Ala fikra, na ana sherehe pia al-40 Nawawiyya. Labda hata al-40 Nawawiyya hujahifadhi, wacha kuitumikia. Huyu mtu amesherehesha vitabu hivi, ana sherehe ya Mukhtasar al-Bukhari, ana sherehe ya Mukhtasar Sahih Muslim, ana mavijitabu kadha, ana Majmuu al-Fatawa yake. Hivi ni vitabu vichache tu nimesema, na al-Majmuu al-Fatawa ya kwake. Unapata wapi ujasiri wa kuja kusema kwamba huyu mtu wa bid'a na wewe ndio mtu wa sunna? Wewe mtu wa sunna umeitumikia hadithi, umeitumikia sunna, tueleze juhudi zako katika sunna. Huyu ni Said Abdul Qadir, tumemweleza hizi zote ni juhudi zake katika sunna, na hizi ni juhudi chache tu. Tuko vizuri sana. Tueleze wewe juhudi zako ni zipi katika sunna. Wewe unajiita ahlu sunna, wewe unajiita mtu wa sunna, na unawatoa wenzako katika sunna, na unawatuhumu wenzako na bid'a, unawabandika wenzako jina ovu la bid'a. Wewe umeitumikia sunna kiasi gani? Na ndipo tunaposema shababu ahlu sunna wal jamaa, ukiitwa sufi inabidi utembee kifua mbele, tembee kifua mbele. Ukiitwa sufi sema naam ana sufiyun wa aftakhir. Ukiitwa sufi itika kwa sauti pana kabisa, sema naam wa aftakhir, sema ndiyo mimi ni sufi na najifakhiri, kwa sababu umeshika nguzo ambazo kwamba ni madhubuti, hazijatetereka, hazitetereki, hazijayumba, hazijapatapo kuyumba, wala haziyumbi. Huyu ni mmoja tu katika masufi wetu wa Tanzania hapa. Angalia juhudi zake, huyu ni mmoja tu, na bado wengine sijawaeleza hapo, wengine bado sijawagusa kabisa. Huyu ni mmoja tu, Said Abdul Qadir Alu Sheikh Abubakar bin Salim. Jifakhirini yenye masufi, jitambueni, tambueni wakubwa wenu, tambueni ulamai wenu, waenzini ulamai wenu, stafidini na vitabu vyao hivi, stafidini na wao kabla wako hai. Walillahi alhamdu wal minna. Kuna visa vingi tawa baina yangu na yeye, katika visa ambavyo kwamba siwezi kuvisahau mimi na shekhe wangu huyu, mwalimu wangu Said Abdul Qadir ibn Abdul Wahid Alu Sheikh Abubakar bin Salim, ndio kwamba namueleza hapa. Katika visa ambavyo kwamba sivisahau, kwa sababu kama nilivyoeleza kwamba mara nyingi akichapisha vitabu vyake hunipa zawadi, na mimi pia ala fikra nikichapisha vitabu vyangu huwa nampelekea kama zawadi nyumbani kwake. Sasa mara moja nilipochapisha kitabu hiki, baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika, hiki ni kitabu ambacho kwamba aslan ni cha Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi, lakini pia mimi niliandika kijitabu kidogo cha baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika ambao kwamba hawako katika kitabu hiki, hawajaelezwa katika kitabu cha Sheikh Abdullah Al-Farsi. Nikakiita pia baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika. Ni historia baadhi ya ulama, nilizikusanya katika marejeo mbalimbali taban, nikaziweka sehemu moja, nikazichapisha pamoja na kitabu hiki, nacho nikakiita baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika. Nikakichapisha, ilikuwa ni mwaka 2021, mwanzo hapa naanza shughuli hizi. Basi baada ya kuchapisha hii kitabu, siku hiyo aliponialika nyumbani kwake, nikaenda na nuskha moja nikampa kama zawadi. Alifurahi sana taban na akashukuru. Baada ya hapo, Said Abdul Qadir alikuwa ni marafiki sana na mzee Mwinyi, mzee Al-Hassan Mwinyi, Allah amrahamu, kwa kwamba alishakuwa ni rais wa pili, nafikiri rais wa pili wa Tanzania. Walikuwa ni marafiki na wana alaka kubwa na mzee Al-Hassan Mwinyi. Siku hiyo mzee Al-Hassan Mwinyi amekuja kumtembelea Said Abdul Qadir, akakikuta hiki kitabu nyumbani kwa Said Abdul Qadir. Kaambia, bwana, hii kitabu cha uzo wapi? Mimi nakitaka kitabu. Said mashallah kwa ukarimu wake akamwambia, la, mimi najua kinapatikana, chukua hiki, mimi nitazengea kingine. Basi akanambia mzee Mwinyi, akakichukua kile kitabu na akashukuru na akafurahi sana.
Siku hiyo mimi nilikuwa niko njiani, nafikiri naelekea Mombasa, akanipigia simu. Kaniambia bwana, hapa rafiki yangu Mzee Mwinyi alikuja akasema bwana, hii kitabu mimi nakitaka kweli kweli. Sasa nimempa kitabu changu kile, kwa hivyo mimi sina tena nuskha ya kitabu kile. Nitakipata wapi? Nataka nikanunue. Toba nikaona uzito, mimi siwezi kumwambia mtu mzito kama Said Abdul Qadir mwalimu wangu kwamba nenda sehemu fulani ndio kinapouzwa kanunue. La, nikamwambia mimi naenda Mombasa, lakini nikirudi nitakuletea. Niliporudi kweli Mombasa, nikampelekea nuskha nafikiri kama 5 au 6 hivi. Akashukuru na akafurahi. Huyu ni mwalimu wangu na ni katika ulamai pia ambao kwamba walionipa ijaza ilmia. Nafikiri itakuwa ni vyema nikiwasomea hii ijaza yake ambao kwamba alionipa, ijaza ya kiilmu na kimaarifa. Unajua kuna baadhi ya mambo mimi baadhi ya mambo huwa sipendi kuyazungumza, isipokuwa ikija minasaba kama hivi. Huwa naona mambo mingi, huyu kwanza amesoma wapi, mashekhe zake ni kina nani, kadha kadha, huyu ni mtu ameibuka tu. Shekhe, mtu aloibuka tu kama uyoga huwa anaongea hivi? Jamaa, Waswahili wanasema mkiona vielea ujue vimeundwa. Hizi ni kazi za watu ambazo kwamba wamezifanya, ni juhudi za mabwana. Mimi sizingatii nafsi yangu chochote, ni kitu chochote. Mimi nazingatia nafsi yangu ni hasanatun min hasanati shuyukhi. Mimi ni mema katika mema ya walimu wangu. Mimi si lolote. Kwa hivyo ndio manake huyu ana asili ya kielimu, huyu kadha, huwa naangalia tu. Huwa sijibu wala sifanyi chochote. Isipokuwa labda ikija mambo kama hivi munasaba, naeleza mambo kama haya kwa ajili ya historia, kwa ajili ya taarikhi. Haya naeleza kwa ajili tu ya amana ya historia, ili watakaokuja baada yetu waelewe historia ilikuwa vipi. Lakini hatuelezi haya labda kuwajibu hawa wapiga kelele, hawa chura wanaopiga kelele. La, hatuna muda huo. Kazi zetu za kielimu ni nyingi zaidi. Kwa hivyo tunaeleza lil amanati ilmia wa lit tarikh taban. Sababu kama nilivyosema, ana hasanatu min hasanati shuyukhi. Kiniona mimi, nimeona Hassan Saqaf, nimeona fulani, nimeona fulani, nimeona fulani. Hizi ni juhudi za mabwana ikhwani. Kwa hivyo katika ulama ambao kwamba walionipa ijaza na ni wingi taban, lakini katika hao ni pia ni mwalimu wangu huyu nilomueleza, Said Abdul Qadir bin Abdul Wahid Al Sheikh Abubakar bin Salim. Nafikiri ilikuwa ni 2021, nafikiri nilipomfanyia ziara nilimuomba ijaza, anipe ijaza baada ya kuwa nishastafidi naye vitu vingi, na siku hiyo nikiwa safarini akanitumia ijaza kama hii ambao kwamba nasu yake wacheni wasomee lil amanati taban. Imeandikwa bismillahir rahmanir rahim, ijazatun khassa. Alhamdulillahi alladhi waffaqa ahla alkhair lilkhair birahmatihi wa amarna biittiba'i nabiyyihi wa rasulihi khair safwatihi wa ja'ala at-tamassuka bi aqwali nabiyyihi wa af'alihi wa a'malihi tariqa al-huda wal hidayah طريق الهدى والهداية إليه وسبب الفوز والنجاح إلى جناته ورضوانه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أكرم خلقه لديه وعلى آله وأصحابه وكل من انتمى إليه من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد طلب مني وألح علي وله الحق في ذلك الطالب النجيب الحسيب الخصيب شافعي بن سالم بن محمد أن أجيزه فيما أجازني به شيوخي، رغم أني حري أن أجاز فضلا عن أجيزة. طبعا هي تواضع ذاك. فأقول وبالله الموفق، قد أجزت الولد شافعي بن سالم في جميع ما أجازني به جميع شيوخي إجازة متصلة ومتسلسلة إلى الجد العلوي والآباء والأجداد الأسلاف حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إجازة موثقة بشروطها في الأخذ منهم وإليه حتى تنال بركتها وسرها
وأسرارها في كل ما يقربنا ويقربه إلى الله في الصلوات والأذكار والأوراد وفي طلب العلم النافع ونشر الدين الحنيف على منهج سلفنا الصالح وعلى ثوابتهم الخمسة: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله. نجيزه في ذلك بإجازة هؤلاء الشيوخ الكرام الأفاضل الذين أجازونا بهذا اللفظ خصوصا. منهم شيوخي في زنجبار، أخص بالذكر الحبيب عمر بن أحمد بن سميت، والحبيب أحمد بن حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وشيخ شيوخنا الكبير والعالم النحرير سليمان بن محمد العلوي، والحبيب السيد حامد بن أبي بكر بن عبد الرحمن المنصب ابن الشيخ المنصب ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، والحبيب محمد بن علوي جمل الليل، والحبيب علي بن عبد الوهاب جمل الليل، والحبيب أبا الحسن جمل الليل، والحبيب عمر بن عبد الله مني براكة، والحبيب علي بن أحمد البدوي جمل الليل، والحبيب أحمد بن حامد المنصب ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، والحبيب عبد الرحمن بن حامد السري جمل الليل نزيل زنجبار، والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن الجنيد نزيل دار السلام، والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد نزيل أوغندا ودار السلام طبعا. وجميع شيوخي في حضرموت أخص بالذكر والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد نزيل أوغندا طبعا كنا في الجنيد. وجميع شيوخي في حضرموت أخص بالذكر الحبيب علي بن محمد بن شهاب، والحبيب حسن بن عبد الله الشاطري، والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب محمد بن علي بن شهاب، والحبيب أبو بكر بن عبد الله الشاطري، والحبيب محمد بن المهدي بن عبد الله الشاطري، والحبيب عمر بن علوي الكافي، والحبيب سالم بن علوي خرد، والشيخ فضل بن عبد الرحمن بن فضل المفتي تريم، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس صاحب بور، والحبيب المنصب أحمد بن علي ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات، والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب الشحر، والحبيب محمد بن عبد الله الهدار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب الدار البيضاء. وجميع شيوخي في مكة المكرمة أخص بالذكر السيد علي بن عباس المالكي، والشيخ حسن بن محمد المشات، والحبيب حسن بن محمد فدعك، والسيد محمد أمين الكتبي، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. ومن المدينة المنورة الحبيب محمد بن صالح بن المحضار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، وغيرهم ممن أخذنا منهم مباشرة أو غير مباشرة وأجازونا بما أجيزوا بسند متصل إلى الحبيب الأعظم، خاصة في الأوراد اليومية صباحا ومساء، وقول لا إله إلا الله 100 مرة عقب كل صلاة مكتوبة، إثر الأذكار دبر الصلوات المكتوبة، وكثرة الاستغفار إلى الله مع الصلاة على النبي المختار ما تعاقب الليل بالنهار، وقراءة القرآن يوميا ولو حزبا واحدا، وعليك بملازمة الصبر والشكر لله والاعتراف بالجميل وصلة الرحم، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وعليك بالتواضع، فمن تواضع رفعه الله، ومن ترافع وضعه الله، ولكم أن تجيزوا بهذا كله أولادكم وأهلكم وذويكم، وفقكم الله وجعلكم من أهل الخير للخير، ولا تنسونا في دعواتكم، أرشدنا الله وإياكم إلى الخير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كتبه الحقير إلى الله تعالى عبد القادر بن عبد الواحد ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني بدار السلام تنزانيا يوم الاثنين الموافق 7 من الشهر المحرم سنة 1443. Hiyo ndio ijaza niliopewa na mwalimu wangu na shekhe wangu huyu Sayyid Abdul Qadir ibn Abdul Wahid al-Sheikh Abi Bakar bin Salim. Kama tulivyosema, haya mambo huwa hatupendi kuyazungumza, sababu sisi ni watu ambao kwamba hatupendi kujifakhiri, wala hatupendi kuinua mabega, wala hatupendi
kujitangaza na kujieleza kwamba sisi tumesoma kwa kina fulani, sisi tumepewa ijaza. Mambo huo tunaeleza litarikh fakat. Na sisi hasa tunaangalia mafungamano ya kielimu na ulamai hawa, si mafungamano ya kujifakhiri na kuposti mapicha kwamba niko na mwanachuoni fulani, niko na mwanachuoni fulani, nimepewa ijaza na mwanachuoni fulani. Umepewa ijaza, umesoma kwake? Umenufaika na elimu zake? Umesoma vitabu vyake? Umestafidi naye? Hayo ndio mambo makubwa. Lakini mambo mengine haya, si haya huwa tunayeweka tu. Tumeweka tu huko katika mafaili yetu basi. Na ikitokea kama hivi, munasaba kama huu, tunakuja tunaeleza ili watu waweze kuelewa. Lakini msifikiri kwamba baadhi ya watu wanapobwata kwamba kadha huwa tunanyamaza tu. Kwa hivyo ndugu zangu, huyu ndo Said Abdul Qadir, mazala hayyan yurzaq, baada yuko hai. Na ala fikra, katika watu ambao kwamba waliosoma na Said Abdul Qadir Zanzibar ni yule mwanachuoni lomtaja mwanzo, Sheikh Ahmad Haidar mwenye Mvua. Alikuwa ni mwanachuoni mkubwa hapa Dar es Salaam, ambaye kwamba pia watu hawakumtambua. Alikuwa ni imamu, yuko pale msikiti wa Mwenye Kheri na akifanya darasa zake pale, lakini wakipita watu wawili watatu, kwa sababu watu hamtambui. Na hapa pia huwa na walaumu pia wanafunzi wa hao na uzuni, kwa nini msiwatangaze mashekhe wenu? Nyinyi wengine ni unajua, wengine wanafunzi wa Sheikh Ahmad Haidar unakuta ni maarufu kweli kweli hapa Tanzania na Afrika Mashariki, lakini hakuna mtu alikuwa anamjua isipokuwa ni watu wachache. Kwa nini msimtangaze mwalimu wenu? Kwa sababu adalu ala alkhairi kafaili. Kwa mfano kama hii majlis niliyofanya hapa, nimemtangaza mwalimu wangu Said Abdul Qadir. Kwanza hii ni kama ihsani, yani kama kulipa ihsani ambazo kwamba alizonifanyia mimi. Hii ni min babi al-i'tiraf bil jamil. Waungwana siku zote huwa wanaitarifu, wanathamini ile ihsani waliofanywa. Huu ndo uungwana. Mtangaze mwalimu wako, mweleze mwalimu wako, eleza kazi zake, jifakhiri na mwalimu wako, kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa wanawakataa walimu wao. Ajabu ya watu kama hao. Wewe ni binadamu wa design gani? Yani mtu amekusomesha, amekupa ilmu zake na maarifa, kisha baadaye unakataa. Sababu hilo halimdhuru yeye, kwa sababu tayari akashafanya kazi yake na thawabu zake azipata tu. Lakini hili litakudhuru wewe na jamii yako. Mweleze mwalimu wako. Kwa hivyo hapa tumeeleza hapo historia ya Sheikh Abdul Qadir. Rubama wengine walikuwa hawamjui, watamjua. Lakini rubama wengine walikuwa wakiona makala zake tu, wakiona ni mtu wa kawaida tu, hawaelewi uzito wake. Sasa hivi washaelewa, wataanza kumfuatilia kwa umuhimu. Walikuwa hawajui kwamba ni mwanachuoni ametunga mavitabu vingi hivi na ameitumikia sunna kwa miaka yote hiyo. Sasa hivi watu washajua kwamba kumbe ni mwanachuoni na vitabu vyake, wataanza kutafuta vitabu vyake, watavisoma. Adalu ala alkhairi kafaili. Wengine walikuwa hawajui kwamba Shafi ni mwanafunzi wake pia, sasa hivi washajua. Wengine walikuwa hawajui pia Shafi amepewa ijaza ya kiilmu na amepewa ijaza ya kusomesha na kueneza ilmu. Kwa hivyo haya mambo anayofanya Shafi ya kufanya da'wa na kulingania watu ni ijaza kutoka kwa walimu wake, sasa hivi kashayajua. Haya yote ni litarikh na kwa ajili ya kuwatumikia jamii zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Na wahakadha, kila tutapokuwa tukipata fursa, pamoja na shughuli nyingi za kiilmu, lakini kila tutapokuwa tukipata fursa, tutakuwa tukimueleza mwanachuoni mmoja mmoja katika tuliosoma kwao na katika wale ambao kwamba hatujasoma kwao, katika tuliostafidi nao na katika wale ambao kwamba hatujastafidi kwao. Lakini haya yote tunaeleza kwa ajili ya kuwatangaza wanazuoni wetu na kwa ajili ya kueneza urithi ambao kwamba waliotuachia ulamai wetu.